asubuhi ya leo. Nikutakie tena usikivu mwema kusikiliza somo hili la asubuhi ya leo ambalo linazungumza madhabahu mageni ya lugha katika makanisa. Kumbuka, tunajifunza katika wiki mbili namna ya kujenga madhabahu upya. Sasa leo katika makanisa mengi, kwa sababu unajua kila ambacho kinajenga nyumba zetu, kwanza makanisa yanaanzia nyumbani, na ndiyo maana ikiwa bado ibada si njema kule nyumbani kwa kila mmoja, hata kanisa litakuwa na kuvurugika. Kwa hiyo ili kwamba inji iwe inji nzuri, lazima nyumba ziwe zimekuwa safi. Ili kanisa liwe safi, lazima nyumba ziwe zina ibada iliyopitiliza na iliyojaa na kicho. Ndiyo maana leo tunazungumzia haya madhabahu ambayo yamebomolewa na inatakiwa kujengwa, ni ya lugha zisizoeleweka katika kanisa. Na baadhi wanaponena kwa hizo lugha wanasingizia Biblia. Kweli Biblia ilisema kwamba katika siku za mwisho, kama vile anavyosema Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 hadi 29, inasema hivi. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 hadi 29 inasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu watoto wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu, nitamimina roho yangu. Hii ni kauli ya Biblia. Mungu anatoa ahadi ya kwamba katika kipindi cha siku za mwisho ataweza kumwangia watumishi wake roho. Watakuwa hawa watumishi ni vijana, watumishi wale watakuwa ni binti, watumishi wale watakuwa ni wazee. Yaani kwa kila mtu roho atamwangwa katika siku za mwisho. Baadhi watatabiri, baadhi wataona maono, na baadaye sasa kuna ile karama tunaita karama ya lugha. Hii ndiyo leo imekuwa ni mchanganyiko mkubwa katika ibada zetu, na ibada ya mizimu imeingia katika madhabahu ya Mungu, imeibomoa bila watu kujua, wakitumia lugha zisizoeleweka.